Mnamo Agosti 24 mwaka wa 79 kabla ya Kristo, mlima Vesuvius ulilipuka kwa nguvu kusini mwa Italia, ukiharibu miji maarufu ya Kirumi ya Pompeii na Herculaneum. Miji hii ambayo ilikuwa na maisha ya mafanikio ya watu wengi waliojitafuta tangu kuzaliwa kwao na kujenga nyumba zao za kifahari na miradi ya kiuchumi, ilizikwa chini ya tabaka zito la majivu na matope na kuua maelfu ya watu. Pompeii ilipoteza watu wapatao 20,000 huku Herculaneum ikipoteza watu takriban 5,000. Mlipuko huo ulianza kwa kutupa moshi na majivu angani. Sauti ilisikika, pu pu pu, na kwa masaa 12 yaliyofuata majivu na mvua ya mawe ya pumice yalimiminika mji wa Pompeii, yakilazimisha wakazi kukimbia, huku mmiminiko wa lava ya kwenye volkano ikiwakimbiza. Watu wapatao 2,000 walibaki nyuma, wakijificha katika maeneo ya chini ya ardhi, wakitumai kuweza kupita kwenye mlipuko, huku lava iking'ang'ania kuwafukua. Katika mji wa Herculaneum, upepo wa magharibi ulilinda mji huo kwa hatua ya awali ya mlipuko, lakini baadaye wingu la gesi hatari lilijipenyeza likiwakabili wakazi wote waliobaki, wakashindwa kupumua na kuonana. Watu wote waliobaki Pompeii walipoteza uhai wao asubuhi mapema ya Agosti 25. Wakati wingu la gesi hatari lilipomiminika mjini na kuwafinya wote waliosalia, mlipuko huu ulidumu kwa masaa 18 mfululizo, na Pompeii ilizikwa chini ya majivu ya pumice yenye kina cha futi 14 hadi 17, huku Herculaneum ikizikwa chini zaidi ya futi 60 na nyenzo za volkano. Miji yote ilibaki tambarare kama hapakuwahi kukaliwa na watu. Wakati wa uchimbaji baadaye, wataalamu waligundua miili ya watu waliokufa ambayo ilibidi kuhifadhiwa kwa njia ya ajabu kutokana na majivu yaliyoharibika. Karne kadhaa baadaye, miji hii ilipatikana tena, ikitoa hazina ya kiakolojia kuhusu maisha ya kila siku ya watu wa zamani. Uchimbaji wa Pompeii ulianza mwaka 1748. Karne kadhaa baadaye, miji hii ilipatikana tena, ikitoa hazina ya kiakolojia kuhusu maisha ya kila siku ya watu wa zamani. Uchimbaji wa Pompeii ulianza mwaka 1748, na huku Herculaneum mwaka 1927, ukifichua sanamu za samani, picha na vitu vya kawaida vilivyohifadhiwa. Na vitu hivyo vikawekwa kwenye makumbusho ya kihistoria huko Italia. Mlipuko wa Vesuvius umekuwa na athari kubwa katika historia, na leo hii mlima huo ni volkano pekee inayoshughulika barani Ulaya. Mlipuko wake wa mwisho ulikuwa mwaka 1944, na kuna wasiwasi kwamba mlipuko mwingine unaweza kutokea, ukihatarisha maisha ya watu takribani 70,000 wanaoishi katika eneo la karibu. Jina langu ni Caroline Francis. The Bantu.